Mwanaume ambaye alidate na 2007 ndani ya miaka miwili alikuja na jambo hili ambalo anajifunza kutokana na hiyo experience. Cha kwanza alisema amejifunza kwamba wanawake wapole mara nyingi ndio wanakuwa wenye akili sana. Cha pili ni kwamba ukiona mwanamke anamtreat baba yake vibaya, ujue mwangalie kwa makini. Lakini cha tatu alichojifunza ni kwamba wanawake wazuri au wanawake ambao wako perfect mara nyingi hawataki validation kutoka kwa watu wasiojua. Lakini jambo lingine alilojifunza baada ya kudate na 2007 ni kwamba wanawake wanaopenda kupika mara nyingi huwa wanajali. Na jambo la tano, mwanamke ukiona anaweka simu yake chini juu ama anaweka screen kwenye meza afu juu kuna kwa semile kamera, ujue ni kwamba ni mwanamke anayejali. Mwanamke anayefunika simu yake wakati anaongea na wewe, ujue huyo anajali. Jambo la sita anasema ukiona mwanamke anaongea na wewe kuhusu mwingine, jua kwamba anakuona wewe ni kama option tu. Lakini jambo la saba ni kwamba wanawake ambao wana misimamo, unaona, mara nyingi huwa wanapenda kuheshimu watu wengine kirahisi tu. Jambo lingine ambalo amejifunza ni kwamba wanawake ukiona na post selfies kila siku, ujue kwamba huyo bado ana crave attention kutoka kwa wanaume wengine. Jambo lingine alilojifunza ni kwamba ukimwona anazungumza kwamba maiksi wake wote ndio walikuwa wabaya na yeye kuwa tatizo, basi jua yeye ndio tatizo lenyewe. Lakini jambo la 10 ni kwamba ukiona mwanamke anakuapproach kwanza, kaa ukijua kwamba yeye kashafanya maamuzi yake, kashaona kapenda, sasa kaamua. Lakini jambo la 11, ukiona anaanza kubishana na wewe, mara nyingi ujue anatafuta attention yako, unaona, anatafuta umpe amani, unaona. Jambo lingine ni kwamba ukiona wanawake wanakumbuka vitu vidogo vidogo kwenye maongezi, kwenye nini, au ni wanawake ambao wako keep sana kwa sababu thamani yao ni zaidi hata ya dhahabu, unaona. Kwa hiyo haya mambo nimekueleza 12 na nitakumalizia mambo mengine pia. Sasa uko like, comment, kusubscribe to my channel. Jambo la 13, kama anakuheshimu mkiwa wenyewe na anakuheshimu pia mbele za watu, huyo mwanamke mweke, kaa naye. Wanawake wanaopenda amani mara nyingi wanavutia zaidi kuliko wanawake ambao wanavurugu, unaona. Jambo la 15 ambalo mwanaume alodate wanawake tofauti tofauti 207 alichojifunza ni kwamba ukiona mwanamke anakufurahia mafanikio yako bila kuwa na wivu, jua huyo ni wa kipekee. Lakini pia wanawake wengine wanapenda attention, lakini watu wengine wanataka future na wewe, kwa hiyo unatakiwa ujue hivyo. Lakini pia ni kwamba mwanamke ambaye anasimamia neno lake, mara nyingi huyo ni mwanamke adimu zaidi kuliko hata uzuri wenyewe. Mahusiano mazuri ni kwamba yale ambayo yako kwenye usalama na sio yale ambayo yatakufanya wewe upate stress. Watu wengi wanaangalia mionekano, pesa na status, lakini hawajui kwamba mtu sahihi anasapoti ukuaji wako, anasapoti amani yako na anaamini kwenye vicha yako. Chagua mtu ambaye atakufanya uwe bora na sio mtu ambaye atakufanya upoteze lengo lako. Kitu muhimu kwa wapenda wako ni kuhakikisha kwamba kila kitu kizuri chako na yeye yuko nacho.